Muktasari wa siku unaletwa kwako na Ikra 95.0 FM Nairobi. The station with a difference. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi msikilizaji, karibu. Hizi ni habari zetu kwa ufupi. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC inasikitika kuwa uchapishaji wa karatasi za kupigia kura hauwezi kufanywa nchini kutokana na kutoaminiana. Akifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu sheria, mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Ethnoke amesema uchapishaji wa karatasi hizo hautofanyika hapa nchini kwa sababu ya kutoaminiana, lakini pia itasaidia katika kujenga uwezo wa ndani. Hata hivyo, amesema IEBC haijaweza kupata utayari wa kuchapisha hizo karatasi hapa nchini kwa sababu nyingi ambazo hazielezeki. Nikiachana na hayo, ni kuwa polisi wa Kenya aliyetoweka wakati wa operesheni nchini Haiti amethibitishwa kufariki. Idara ya taifa ya polisi imethibitisha kifo cha polisi huyo aliyekuwa sehemu ya kikosi cha kimataifa cha kudumisha usalama nchini Haiti. Nyaga akieleza kuhusu hayo, bila shaka alisema kuwa familia ya marehemu ilijulishwa punde tu kifo chake kilipothibitishwa. NPS imetuma risala za rambirambi kwa familia ya afisa huyo. Na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI imemkamata kijana wa miaka 17 aliyenaswa akidharau bendera ya Kenya wakati wa mapambano ya ligi ya mabingwa wa CAF weekend iliyopita kati ya Kenya Police FC na Mogadishu City FC kwenye uwanja wa Nyayo. Mshukiwa huyo aliyetambulika kwa jina Ibrahim Haida Yusuf ni miongoni mwa watu wawili walionaswa na kamera. Hadi kufikia sasa mmoja anatafutwa. Kulingana na DCI, Ibrahim amewekwa kizuizini kufuatia kusambazwa kwa video zinazomuonyesha yeye na kijana mwingine wakikosea heshima bendera ya Kenya. Hatimaye katika rubaa za kimataifa ni kuwa Israel imefunga kivuko pekee kati ya ukingo wa magharibi unaokaliwa na Israel na nchi jirani ya Jordan na kuwazuia zaidi ya Wapalestina milioni 2 kuingia. Mamlaka ya viwanja vya ndege vya Israel ambayo inasimamia kivuko cha Al Bain Bridge imesema kuwa itafungwa kwa muda usiojulikana kuanzia Jumatano asubuhi kwa maelekezo ya uongozi wa kisiasa. Aidha, haikutoa sababu. Kufungwa huko kumekwamisha Wapalestina wengi katika ukingo wa magharibi ambao hawawezi kwenda kwa safari zilizopangwa nje ya nchi. Habari hizi ndizo ambazo tumekuandalia kwa ufupi. Habari kamili utapokea mwendo wa saa 12. Jina langu ni Madina Eid. Dakika 5 zimekatika baada ya saa 11 masaa ya Afrika Mashariki, na wasihi nyote mzidi kujumuika nasi.